baada ya Young African kupoteza mchezo kwenye NBC Premier League dhidi ya Dodoma Jiji. Ule ulikuwa ni mchezo wa NBC Premier League. Sasa mechi inayofuata ni JKT Tanzania na Young African, na hii mechi ni CRDB Federation Cup yani FA, ambapo mchezo huu unapigwa kwenye dimba la Meja Jenerali Samuyo. Sasa kuelekea mchezo huu, kocha wa Young African ameamua kufanya mabadiliko mapema, na hii yote ni baada ya sintofahamu ambayo ilitokea kwenye mchezo uliopita, hususan magoli ambayo tumeona Bakari Nondo Mwamnyeto alikuwa amejifunga na alikuwa hayupo sawa kwenye mchezo ule. Sasa kocha ameamua kufanya mabadiliko ya kikosi hicho kuelekea mchezo wa JKT Tanzania, na ikumbukwe kwamba Young African hajawahi kupata matokeo yoyote kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo akicheza na JKT, hata akicheza na wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club. Sasa anatoka kwa Dodoma Jiji baada ya kupoteza kwenye NBC Premier League, anaenda kwa JKT Tanzania, ni CRDB Federation Cup FA, mchezo ambao unapigwa pale kwenye dimba la Meja Jenerali Samuyo. Sasa nini kitatokea? Tunasubiri dakika 90 za mwamuzi, lakini hapa tupo kukuletea mabadiliko ambayo yameyafanya kocha wa Young African, lakini pia mabadiliko haya ni kama ifuatavyo. Namba 1 tunaona ni Jijie Jiara kama kawaida, na namba 2 ni Yao Kwasi, namba 3 ni Shadrack Isaka Boka, na namba 4 ni Yasinki ambaye amekuja kureplace nafasi ya Bakari Nondo Mwamnyeto ambaye tuliona amefanya makosa mengi sana kwenye mchezo uliopita dhidi ya Dodoma Jiji na ikapelekewa Young African kupoteza mchezo huo. Hivyo basi kocha ameamua kufanya mabadiliko kwa Bakari Nondo Mwamnyeto na kuanza na nyota Yasinki, na namba 5 ni Ibla Baka. Hivyo basi Yasinki anatengeneza pacha na Ibla Baka pale katikati. Namba 6 ni Damalo, namba 7 ni Edmund John, na namba 8 ni Mudathiri Yaya Bas, na namba 9 ni Prince Mpomelelo Dube ambaye amekuwa na wakati mzuri sana wa kutupia magoli kambani, lakini namba 11 ni Shehani. Sasa haya ndio mabadiliko ya mwalimu kuelekea mchezo wa JKT Tanzania, lakini pia tumeona JKT Tanzania ambao wamekuja na mbinu mbadala kuwakabili Young African. Sasa nini kitatokea? Lakini pia ukianza kuangalia mabadiliko ya kocha huyu moja kwa moja yanaashiria kwamba kocha anahitaji matokeo kwenye mchezo huo, lakini yote tunasubiri dakika 90 za muamuzi. Lakini pia hapo awali nimekuambia kwamba Young African hajawahi kupata matokeo yoyote kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo. Je, Young African anaweza kutamba mbele ya JKT Tanzania kwenye kombe la CRDB Federation Cup? Na ikumbukwe kwamba mchezo huu utakuwa live saa 12 jioni, na yoyote ambaye atafuzu kwenye mchezo huu basi ataenda kwenye hatua ya nusu finali, na ikumbukwe hii ni hatua ya robo finali. Sasa je, Young African na JKT Tanzania nani ataweza kufuzu hatua inayofuata? Yote tutakuletea hapa Tubone Media. Sasa hili usikose matangazo moja kwa moja live kutoka dimba hili la Meja Jenerali Samuyo. Hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kupata taarifa kutoka kwetu. Hii ni Tubone Media na mimi ni Tubone, hadi wakati mwingine, bye bye.